Makundi ya mukawama wa Palestina ya Hamas na Jihadi Islamu yamemlaani vikali mbunge wa chama cha Republican nchini Marekani Rand Fine kutokana na matamshi yake ya kutaka kufanyika mashambulizi ya nyuklia katika ukanda wa Gaza. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumamosi na kurushwa na shirika la habari la Shahab la Palestina, Hamas imesema kuwa wito wa Fine wa kudondosha mabomu ya nyuklia huko Gaza unachochea mauaji halaiki na ni uhalifu wa wazi dhidi ya binadamu. Harakati hiyo mapambano ya Kiislamu wa Palestina imeeleza kwamba matamshi hayo yanaakisi kile ilichokiita ni ubaguzi wa rangi wa kifashisti uliokithiri miongoni mwa baadhi ya wanasiasa wa Marekani ambao unapaswa kulaaniwa na utawala wa Marekani na Congress. Wito wa matumizi ya silaha za maangamizi makubwa dhidi ya raia zaidi ya milioni 2 ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu na mikataba ya Geneva. Hamas imeendelea kusema ikisisitiza kwamba matamshi kama hayo hatadhoofisha azimio la Palestina la kutetea haki za halali, lakini badala yake yatafichua sura halisi ya utawala ghasibu wa Israel na wafuasi wake. Msimamo huo wa Hamas umeungwa mkono na harakati ya Jihadul Islam ambayo pia ilitoa taarifa siku ya Jumamosi kujibu pendekezo hilo lilotolewa na mbunge huyo wa Marekani. Jihadul Islam imeyataja maoni hayo kuwa ya kibaguzi na yameegemezwa kwenye chuki ambayo ni sawa na wito wa mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya binadamu kwa Gaza. Mbunge huyo wa jimbo la Florida wa chama cha Republican Rand Fine katika mahojiano yake na Fox News aliashiria kwamba shambulio la bomu la nyuklia dhidi ya Wajapani huko Hiroshima wakati wa vita vya pili vya dunia linapaswa kufanywa tena kupigwa katika ukanda wa Gaza. Na Hamas imelaani shambulio la anga la jeshi la Israeli lilolenga nyumba daktari wa Palestina Ala Al-Najri na kusababisha vifo vya watoto wake 9 kati ya 10, ikilitaja kuwa ni tukio la mauaji ya kutisha na la kinyama. Katika taarifa yake, Hamas imeeleza kuwa shambulio hilo lililotokea Ijumaa lilikumba nyumba ya familia ya Dr. Allah katika mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza wakati alipokuwa kazini akihudumia katika hospitali. Hamas imesema uhalifu huu wa kinyama unaonyesha wazi asili ya utawala wa Israel na kiwango cha chuki ya kisasi iliyozama ndani ya nafsi ya Netanyahu na genge lake la watekaji na watenda mauaji ya kinyama. Hamas imeongeza kuwa tangu kuanza kwa vita dhidi ya ukanda wa Gaza, Israeli imekuwa ikilenga kwa makusudi wahudumu wa afya, raia na familia zao kwa lengo la kuvunja moyo, mukawama na ustahimilivu wa watu wa Gaza. Dr. Allah ambaye ni daktari bingwa wa watoto katika hospitali ya Nasr huko Gaza alikuwa kazini akiwahudumia waathirika wa mashambulizi ya Israel wakati alipofahamishwa kuwa watoto wake 9 wenye umri kati ya miaka 2 hadi 16 wameuawa katika shambulio la anga lililopiga nyumba yao eneo la Kizat Al-Najjar huko Khan Yunus. Timu za uokoaji baadaye zilifukua miili ya watoto hao ambapo miili ya 8 kati yao ilikuwa imeharibika vibaya kiasi cha kutotambulika kutokana na milipuko hiyo. Na vikosi vya jeshi la Yemen vimefanya shambulio jipya la kombora dhidi ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Israel, hatua iliyosababisha kusitishwa kwa safari za ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion mjini Tel Aviv na kusababisha ving'ora vya tahadhari kupigwa katika miji na makazi ya walowezi wa Kizayuni. Operation hiyo ya kupinga Israel ilifanyika asubuhi ya leo ambapo vyombo vya habari vya utawala huo wa Kizayuni vilithibitisha kwamba safari za ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion zilisitishwa baada ya kombora kurushwa kutoka Yemen. Gazeti la kila siku la lugha ya Kiebrania la Yedoth limeripoti kuwa ndege kadhaa zilikwama angani kutokana na kombora hilo kutoka Yemen, likisisitiza kuwa ndege 4 zilichelewa kutua katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion na zilikuwa zikizunguka tu angani. Jeshi la Israeli linaendeleza ukaliaji wa mabavu katika ardhi ya Palestina likidai kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga ilikuwa ikijaribu kuzuia kombora rushwa kutoka Yemen baada ya kombora la masafa marefu kutambuliwa likielekea kwenye maeneo ya Palestina na ukaliwa kwa mabavu. Vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni pia viliripoti kuwa ving'ora vya mashambulizi ya anga vilisikika magharibi mwa mji wa Al-Qudus unaokaliwa kwa mabavu kutokana na hatari ya kombora la ballistic kutoka Yemen. Jeshi la Yemen limekuwa likitekeleza mfululizo wa mashambulizi dhidi ya ngome za utawala wa Kizayuni na kusababishia utawala huo hasara kubwa za kijeshi na kiuchumi. Operation hizo za kishujaa za vikosi vya ulinzi wa Yemen vinafanywa kwa nia kuendelea kukabiliana na mauaji ya kimbari ya utawala huo dhidi ya Palestina katika ukanda wa Gaza.
jeshi la Yemen likisisitiza kuwa litaendeleza mashambulizi yake dhidi ya Israel hadi utawala huo ghasibu utakaposalimu amri. Na kamanda mkuu wa jeshi la Irani la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC amesema tuko kwenye vita kamili, lakini hakuna chochote kinachoonekana kuwa katika hali ya vita. Medani za mapambano ziko hai, lakini nchi iko katika hali ya utulivu. Kamanda huyo mkuu alizungumza katika hafla kuwapongeza mashujaa wa vita vya kujihami vilivyofanyika katika mkoa wa Azerbaijan ya Magharibi, akisema na nukuu, kile mnachokiona leo kama Irani iliyo huru, yenye mshikamano, yenye hadhi na inayosimama kwa fahari ni zao la maumivu, jitihada, majeraha, vifungo, kujitolea na kufa shahidi, yote yakitokea katika maeneo ambayo kila mmoja linaweza kuchukuliwa kama medani ya Karbala. Mwisho wa kunukuu. Ameendelea kusema, tumeona hatima ya mataifa ambayo hayakulinda uhuru, umoja na heshima zao kwa wakati unaofaa. Jenerali Salami ameongeza kuwa tumeona pale adui anapokanyaga ardhi ya taifa fulani, hana huruma kabisa, si kwa watoto, si kwa wanawake wala wazee, hukata maji, hutumia njaa kama silaha na kufanya mauaji ya kinyama, huangamiza kila kitu. Kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kuwa Iran iliyo na utulivu, Iran yenye fahari, Iran inayotambulika kimataifa kwa jina lake kubwa na heshima, Iran hiyo inasimama imara kutokana na msimamo wake, yote hayo akiwa ni matokeo ya jitihada za mashujaa wa vita. Kauli ya Jenerali Salami inakuja siku moja baada ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kutangaza kuwa litajibu kwa nguvu zake zote tishio au uchokozi wowote na wala halitaruhusu ndoto za maadui kutimia. Taarifa hiyo imesema kuwa jeshi pamoja na vikosi vingine vya jeshi viko tayari kutetea umoja wa ardhi ya Iran, uhuru na usalama wa kitaifa, na kwamba kamwe halitawapa maadui wanaojificha fursa kutafsiri ndoto zao za fujo dhidi ya Iran. Na jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Irani limetangaza kuwa litajibu kwa nguvu zake zote tishio au uchokozi wowote na halitaruhusu ndoto za maadui kutimia. Tangazo hilo limetolewa kwa mnasaba kumbukumbu ya kukombolewa kwa mji wa Hormozgan. Taarifa hiyo imeeleza kuwa jeshi pamoja na vikosi vya jeshi viko tayari kutetea umoja wa ardhi ya Iran, uhuru na usalama wa kitaifa, na kwamba kamwe halitaruhusu maadui kufikia ndoto zao. Taarifa hiyo imeongeza, tarehe 3 ya Hordad ni siku ya kumbukumbu ya kukombolewa kwa mji wa Hormozgan, ni alama ya imara na mukawama na ushindi wa damu dhidi ya upanga. Siku hii kuu ni kumbukumbu ya mashujaa wa Uislamu katika Operation Beit al-Maqdis na inadhihirisha ujumbe usioweza kufa wa hayati Imam Ruhollah Khomeini kwa Hormozgan kukombolewa. Taarifa hiyo imeongeza, kukombolewa kwa mji huo kuliashiria mabadiliko makubwa katika historia ya kujihami kutakatifu na kuthibitisha kwamba kwa imani, umoja na kumtegemea Mwenyezi Mungu, ushindi dhidi ya jeshi lolote unawezekana. Kwa sababu hiyo, Amiri jeshi mkuu alisisitiza haja ya kuhifadhi na kulinda mafanikio hayo makubwa. Miaka 43 iliyopita katika siku sawia na hizi, mji wa Hormozgan wa Iran ulikombolewa na wapiganaji wa Kiislamu na ukaondoka katika uvamizi wa majeshi vamizi ya Iraq. Mji huo uko katika mkoa wa Khuzestan, kusini magharibi mwa Iran. Mji huo ukiwa chini uvamizi wa majeshi ya Iraki kwa muda wa karibu mwaka mmoja na miezi 4. Na tuhitimishe rubaa za kimataifa ambapo mtangazaji mmoja maarufu wa televisheni nchini Uingereza ambaye kwa miaka mingi alikuwa ni mtetezi mkubwa wa jinai za utawala ghasibu wa Israel, hivi karibuni amekiri kwamba hatua za jeshi la Israel huko Gaza ni mauaji ya kimbari na hazivumiliki tena. Kwa mujibu wa Sama Al-Khaira, mtangazaji huyo maarufu Piers Morgan ambaye siku zote alikuwa akitetea jinai za utawala ghasibu kwenye ukanda wa Gaza na mara kwa mara alikuwa akikataa kulaani hatua za kijinai za waziri mkuu Benjamin Netanyahu huko Gaza, akidai ni hatua za kujihami. Sasa amesema jinai za Israeli ni kubwa sana na hawezi tena kuzikingia kifua na utawala wa Kizayuni. Piers Morgan alisema hayo hivi karibuni katika mahojiano na mwanaharakati wa vyombo vya habari vya Uingereza na Marekani Mehdi Husseini, akimwambia, wewe na mimi tumezungumza kuhusu vita hivi mara nyingi wakati wa mzozo huu wa miaka 75, lakini sijawahi kwenda mbali kama wewe katika kuikosoa Israel, lakini sasa siwezi tena kupingana na hamu yangu ya kuikosoa Israel. Kinachotokea Gaza kutokana na mauaji ya watoto na raia wa Palestina ni mauaji ya kimbari, na Gaza iko chini ya mzingiro wa njaa, mambo ambayo yanafanywa kitaasisi. Mashambulizi ya mabomu ya Israel hayakomi na mamia ya watu wanauawa kila siku, na baraza hili la mawaziri la Israel lenye msimamo mkali linazungumza waziwazi kuhusu mauaji hayo ya kimbari. Mwandishi huyo alisema, mimi ni Awadh Rashid.